kuna kushinda, kudraw, lakini pia na kupoteza. Lakini kubwa mmeona, nyinyi wote mashahidi, mmeingia uwanjani mmeona. Of course kuna mistake za marefa zinaonekana, lakini ni vitu vya kawaida. Naambia tu mpira ni vita. Sisi tunapocheza na timu yote taifa, ajua tunacheza na watu wengi sana. Timu zinazokuja hapa zinakuwa zina mambo mengi, zinafanywa mambo mengi na tunakamiwa sana. Alimradi kikubwa tu tunachokiona kwa mpira tumecheza, tuvute subira, mashabiki wa Simba wawe na subira, kila kitu kinawezekana. Hii ni ligi, sio mechi ya mtoano, ni ligi. Bado tuna mechi nyingi sana. Kikubwa tuwe na subira, tushikamane na timu. Hilo ndio kubwa naweza nikawaambia kwa sasa hivi. Matumaini yalikuwa makubwa sana na kuhamisha Tanzania kwamba Simba iko bora, lakini Simba ni kikosi, kina kikosi bora. Simba tuna timu bora. Matokeo uwanjani hizo kutusababisha tuonekane hatuna kikosi bora. Tuna kikosi bora mno katika timu ambayo ina wachezaji wazuri, ni sisi hapa. Tupewe muda. Unaona timu tunazocheza nao na unaona maarifa vitu wanavyovifanya. Kuna faulo za ajabu, watu wanajiangusha kiolela. Kuna vitu vinatendeka uwanjani ambavyo huwezi kuamini. Huu ni mpira kweli wa Tanzania, huu ni mpira kweli wa ligi kuu. Unajiuliza, mpira ligi kuu ndio upo hivi? Kwa hiyo kuna matokeo mengi yalitokeza uwanjani. Sisi kwa namna moja au nyingine, kama wapenzi na wanachama, mashabiki wa Simba tunaumia. Ila kikubwa tuipe muda timu. Tuwe na imani na timu yetu. Tuna timu nzuri sana, mimi niwahakikishie. Tuna timu nzuri sana. Kutoa draw na Coast, kumbukeni timu yote ilikuwa ligi kuu ni nzuri. Kutoa draw na Coast isiwezekane ndio tuseme tuna timu mbovu. Tuna timu nzuri sana. Na waamuzi lakini mmeshindwa convert nafasi kwa magoli. Ndio maana nakwambiaje, mpira ni mchezo wa mistake. Mpira ni mchezo wa mistake. Mpira ni mchezo wa mistake. Ndio yashatokea hayo. Hii ni timu yetu, ni kawaida, ligi hii ni ngumu. Kila timu unayoiona uwanjani, kila timu unayoiona ligi kuu tayari ni timu kubwa. Na niwaambie tu, kila timu inayokuja hapa kuna watu tunajua wanaifanyia hujuma timu yetu. Kuna watu wanaokuja hapa. Ubingwa upo kwa sababu ndio hii ndio mechi ya 4 sio ya 3. Ubingwa upo. Nisikufiche, ubingwa upo na uhakika wa ubingwa tunao. Hili lilotokea hapa ni sehemu ya mchezo. Tuna mechi nyingi sana za kucheza. Kwa hiyo kama mkijua hii ni mwanzo tu. Tunafanya vizuri, mimi nawahakikishie. Hizi kelele zote zitafika wakati wake, zitapiga kelele. Hizi kelele zote zitaisha. Zote zitaisha. Tujipe muda, tukae karibu na timu, tuisupport timu. Najua watu wanaumia, mashabiki wanaumia, lakini hakuna namna. Timu ni ya kwetu, tuipe muda, tunaangalia. Tunajua fitna tunayofanyiwa. Mimi niwahakikishieni, timu inayokuja Dar es Salaam hapa huwa zinafanyiwa mambo makubwa sana. Yaani kuna wenzetu wanakaa wanawekeza hela. Wewe timu kama hii sio ya kulala Gold Crest, sio nini Golden Tulip, lakini angalia wanaenda kuwekeza sasa, watu wanawekeza. Kwa hiyo ni jambo tu la kawaida. Kupata sare hivi na watu wengine. Nakumbusha tena, hii ni ligi, sio mechi moja ya mtoano. Hii ni ligi. Mimi naomba niwaase hasa mashabiki wa Simba. Huu ndio wakati sahihi wa kuwa karibu na timu. Huu ndio wakati sahihi wa kuwapa faraja timu. Tunapotoa stress timu tunakuwa tunaharibu vitu. Kikubwa tuwe na timu, tukae na timu, kila kitu kitawezekana. Mimi niwahakikishieni, anayefurahi mwishoni ndio yule ambaye ni mwenye mafanikio. Kwa hali hii majirani zenu wanawataka hata kesho. Wajaribu tu. Na sisi tutafika, tutakutana nao. Mimi nakuhakikishia. Nakwambiaje, swala kuwaweza unauliza Taarabu Pemba. Tuna kikosi kizuri, sisi tuna timu nzuri. Nakwambia tuna kikosi kizuri, tuna timu nzuri. Hilo swala la kusema kuja ni mpira tu, ni football hii. Wao wameshakutana na timu nyepesi, ngoja hii ni football. Ngoja timu tunazokutana nazo sisi nao kutane nazo. Alafu ndio mje mtuulize. Kubahatisha kucheza mpira mambo mengi uwanjani useme ndio timu nzuri. Sisi tuna timu nzuri. Ni kitu cha muda, kuipa muda timu. Basi hilo ndio kubwa la kufanya. Bwana, Sale na Coastal Union, timu ambayo iko inaonekana haiwezi kutoa sale hapa mbele ya Simba. Mmeipokeaje mashabiki wa Simba matokeo haya? Kiukweli matokeo yametuumiza, lakini sio mbaya. Ni mpira, ni mchezo wa makosa. Cha msingi mwalimu na wachezaji, kilichobaki waende kwenye uwanja wa mazoezi wakafanyie mapungufu yaliyotokea, wakafanyie kazi. Lakini pointi zinazidi kuongezeka, gap la pointi 4 sasa mmepoteza. Hapana, ni pointi 4 sawa, ni pointi 4 tumepoteza, lakini bado gap sio kubwa. Nafasi bado tunayo. Cha msingi tuendelee kufanya vizuri na mashabiki tusiogope kuja uwanjani, tuendelee kuja ili tuwasapoti. Sasa hivi manake mechi zetu zinaonekana mashabiki pia wamepungua, tunakufa moyo. Kwa hiyo mechi kwa si mashabiki wenzangu, tusife moyo, tuje tuwasapoti. Timu bado sio mbaya sana, ni wachezaji tu, kinachotakiwa wajitume na wajue kuna watu huku wa Tanzania wengi wanaumia. Sisi tumezipata, tumekosa. Mpira na katika. Kwa hiyo haina jinsi. Kwa mpira mshakunja na kazini basi. Lakini watu wanasema kwamba Simba hii kama haifurahishi mashabiki. Nyinyi kama mashabiki mnapokea? Yaani kwa mtu wa mchezo huwezi kusema hivyo. Kwa mtu wa mchezo huwezi kusema hivyo. Huu ni mchezo.
Mzungu akiingia anaingia ili ashinde. Na wengi Simba ushinde. Lakini angalau tunapokwenda Simba anapata chance, wanapiga mpira inakatika. Nadhani kwa mpira umecheza ya mambo yapo. Nini kifanyike sasa kuhakikisha mnapata matokeo? Hapa ni Simba kuja kujitihada tu. Sisi tuna bahati nyuma njua. Na pia tunacheza njua. Pia na kwa mpira anacheza jamaa yetu. Hao wanasogea. Gap la pointi 4. Nyinyi kama Msimbazi Simba mnapokeaje haya matokeo? Tunaumia sana. Tunaumia ni sisi mashabiki. Wachezaji wanapata nafasi wanashindwa kuzitumia. Hiko ndio kinachotoa asili. Kuna wachezaji ambao wapo tumewasajili. Tumemsajili mchezaji kwa sababu gani? Tunamsajili mchezaji wa kigeni, tunakuja hapa umpangi kwenye kikosi. Ana msaada gani sasa? Tusingesajili kama hamna umuhimu wa kusajili, tungetulia na hao wachezaji tuliokuepo nao. Duncan Nyone ana sababu gani ya kumkosa mechi hii? Wachezaji tunao, tunashindwa kuwatumia. Viongozi wanashindwa wenyewe kuwatumia wachezaji. Kwa sababu kama mfano wachezaji tuliokuepo nao tunawatumia vizuri. Leo hii watu wawili wameondoka kwenye timu, sisi tunateseka. Hivi wangeondoka timu nzima ingekwaje? Tungeamua tuvunje timu nzima ingekwaje? Kikubwa uongozi. Uongozi haujatulia, upangaji wa kikosi hatujauelewa. Leo hii kocha anamwacha Namungo, sisi tunamchukua sisi ndio kocha bora. Namungo amemshindwa. Sawa, sisi timu ndogo kama Coastal Union kifananisha na nyinyi Simba Sports, mnatoa sare ndani ya dimba la Mkapa, dimba ambalo nyinyi mnatamba siku zote kwamba kwa Mkapa atoki mtu. Ni kweli bro, blaza, ni kweli kwamba kwa Mkapa atoki mtu. Usikubali kuojiwa. Hawa hapa anatukana sana mitandaoni. Sasa mbona mnapangia sisi Simba bwana? Hapo ukishinda unakuja unasema sasa wewe wengine bwana. Kila siku mnashinda Wacheni mtu wa Simba, achane na watu wa Simba, sisi tupo tuongee mwenyewe. Achane na watu wa Simba. Bwana shida